Hello, karibuni sana wadau wetu wa KingoFarm. Sasa tumekuwa tukipata experience kutoka kwa wafugaji wengi sana wa kuku wa kienyeji, lakini pia sisi tumefuga kuku wa kienyeji kwa muda mrefu sana. Na ndio maana tukabaini makosa ambayo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanayafanya. Ndio maana uzalishaji wa kuku wa kienyeji unakuwa ni mdogo sana. Sasa leo nitakupitisha kwenye maeneo manne au makosa manne ambayo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanakosea, ndio maana uzalishaji unakuwa ni mdogo na kuku wa kienyeji wanaishia kufa, vifaranga wanakufa. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue hayo makosa. Kama ni miongoni mwa watu ambao pia wanakosea, basi unaweza ukasikiliza kwa umakini na ukarekebisha vipengele ambavyo nitakutajia. Nasema hivi ni kwa experience. Sisi KingoFarm tumewafuga wa kuku wa kienyeji kwa kurekebisha makosa ambayo yamekuwa yakifanywa na watu wengi, lakini vile vile tumewashauri watu wengi, tumewafundisha watu wengi, hususani waliopo kwenye kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Tumewaelimisha sana mle kwenye kundi, watu wafuge kuku wa kienyeji kwa njia nzuri na warekebishe makosa ambayo walikuwa wakiyafanya, na pia wametupatia mrejesho mzuri kabisa. Kwa mfano kuna mama mmoja yupo Dar, alitupa mrejesho juzi kati hapa, alitupa mrejesho kuwa baada ya kuclear yale makosa yote ambayo alikuwa akiyafanya na akafuata vizuri utaratibu ambao tulimpa, ameweza kuzalisha kuku wa kienyeji wengi sana. Alikuwa na tetea 5 ambao ni wa kienyeji na chotara 2 jogoo, lakini mpaka sasa hivi anasema na kuku zaidi ya 200 wa kienyeji. Hiyo ilikuwa ni mwaka juzi alipotupigia simu tukaanza kumpa ushauri. Alijiunga na kundi letu tangu mwaka juzi, kundi la mafunzo ya ufugaji. Ili kundi jamani, ada yake ni 8,000 tu, lakini ukijiunga hautojutia. Tunaamini utakavyoingia utatoka kama ulivyoingia, utatoka ukiwa na kitu kingine kipya kabisa. Huwa tunafundisha miongozo yote ile ya uleaji wa vifaranga, tunatoa ushauri. Kama una maswali pale ukiuliza tunakujibu. Hili kundi ada yake ni 8,000 tu, lakini utafaidika na mambo mengi sana ambayo yanahusiana na ufugaji. Pia hata ushauri wa sehemu ya kupata vifaranga bora, chakula, huwa tunakupa kama ukiwa kwenye hili kundi la WhatsApp. Unaweza ukapiga simu ukauliza na ukaelekezwa ikiwa tu umelipia hiyo ada ya 8,000 kwa muda wa miezi 2. Vile vile KingoFarm tuna vitabu ambavyo vina miongozo yote ya ufugaji wa kuku aina zote. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hiki kinaelekeza hatua kwa hatua za ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kwa njia za kisasa. Na gharama yake ni nafuu tu, lakini unatakiwa kuzingatia baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu sana kwa kuku. Pia tuna kitabu kingine cha ufugaji wa broiler. Kinaelekeza hatua zote za kumfuga broiler kuanzia kifaranga utakapompokea mpaka utakapompeleka sokoni. Miongozo yote ipo kwenye hiki kitabu. Lakini pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki safari ya ufugaji kimejikita zaidi kuelekeza miongozo yote ya kumfuga chotara pamoja na layers, kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa. Kama kuku wako hawatagi chotara au layers au wamedumaa, basi ukinunua hiki kitabu utaona formula za kuwatengenezea chakula, lakini utaona miongozo mbalimbali ya kuwafuga. Kwenye kipengele cha chanjo tumeweka chanjo za asili na za dukani, lakini pia kuna miongozo yote ya kuwafuga hata wale vifaranga. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kinajumuisha tiba za asili ambazo zinatumika kwa kuku aina zote. Kuku yoyote yule, hata broiler, anatumia tiba za asili na anapona vizuri kabisa. Tena ndani ya muda wa siku 3 tu anakupa matokeo mazuri. Tuna hiki kitabu ambacho kimeelekeza mmea pamoja na vipimo vyake na siku za kuwapa na kuku wako wakapona kabisa. Sio tiba tu, hata kinga za asili tumeelekeza. Ni mimea mbalimbali ambayo inapatikana kwenye maeneo yote ndani ya Tanzania na nje. Unaweza ukaipata. Ni mimea ya kawaida lakini inafanya kazi vizuri kabisa. Ukiwa na hiki kitabu utapunguza kabisa gharama za kuingia kwenye maduka ya madawa na kununua madawa mbalimbali, kwa sababu kitabu kimejitosheleza. Kina maelezo mazuri ya namna ya kutibu kuku na mimea, jinsi ya kuchanganya kila kitu. Pia tuna kitabu kile cha booster za asili ambazo unaweza kuwapa kila siku. Kimeweka na ratiba kabisa, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, mwezi mzima mpaka mwezi wa 2 uwape booster gani ya asili kwenye maji pamoja na vipimo vyake. Hiki kitabu kinaitwa Mwongozo Maalum wa Ufugaji kwa Kutumia Tiba za Asili. Kama kuku wako unataka uwaboost watage sana, kuna mwongozo wa booster pamoja na formula ya chakula humo. Kama kuku wako unataka wawe na nyama nyingi au wamedumaa, basi kuna mwongozo wa kukupa zile booster pamoja na formula ya chakula kwa ajili ya kuku waweze kuwa na nyama nyingi. Pia tunaleta darasa la kufundisha kutengeneza incubator ya boxi. Tuna incubator rahisi tu ya boxi kwa wale wafugaji wadogo wa kuku wa kienyeji anayeangulisha mayai 15 mpaka 20. Anaweza tu kutengeneza hii incubator ya boxi. Hilo darasa ni 10,000. Ukilipia hilo darasa tunakupa video ambazo zinaonesha hatua kwa hatua za kutengeneza hiyo incubator ya boxi, lakini pia tunakupa na kitabu ambacho kimeandika kila hatua. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako, na utaendelea na huduma zako. Pale utakapokwama utapiga simu, utauliza na utaelekezwa.
Lakini pia KingoFarm tunauza incubator za kutotolesha mayai. Incubator zetu ni nzuri. Achana na hizi incubator za Kichina, sisi tuna incubator ambazo zinafanya kazi vizuri kabisa, ni full automatic. Zenyewe zinageuza mayai zenyewe na zina ufanisi kwa zaidi ya 90%. Tunatengeneza wenyewe na tunakupa maelekezo yote ya kuitumia hiyo incubator kuanzia utakapoweka mayai mpaka utakapopata vifaranga. Tutakuwa bega kwa bega na wewe ili kuhakikisha unafanikiwa katika zoezi hilo. Incubator zipo za mayai 60 na kuendelea mpaka mayai 2000, na tunasafirisha mikoa yote Tanzania. Ukihitaji unatupigia simu, tunawasiliana, na ukilipia basi tunakusafirishia kwa uaminifu mkubwa sana. Sasa tuangalie haya maeneo 4 ambayo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanakosea. Eneo la kwanza ni kwenye chakula. Kitu tulichogundua, wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanashindwa kupata matokeo mazuri. Kuku wa kienyeji wana matokeo mazuri jamani, wana matokeo mazuri sana sana sana. Yaani wana matokeo mazuri sana. Ila ukiweza kuwapa chakula kizuri, watengenezee vizuri chakula chao hakina gharama kubwa. Gharama yake ni ndogo na kinatumia malighafi za kawaida, kinatumia mashudu, kinatumia pumba ya dagaa, kinatumia pumba, mahindi ya palaza, unga wa mkaa, majivu, kinatumia vitu kama hivyo. Lakini unatakiwa utengeneze vizuri, uzingatie vipimo sahihi, utaona matokeo ni makubwa. Yaani kama kuku wako hawajawahi kukushangaza, basi ukiwatengenezea vizuri chakula kuku wa kienyeji watakushangaza. Hasa wale kuku wanaotaga. Kama tetea wa kienyeji, mtengenezee chakula kizuri. Nunua kile kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji toleo jipya au cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Katengeneze formula ya chakula iliyopo mle, halafu utakuja kutoa mrejesho hapa YouTube. Kuku wako watataga mayai mengi kuliko kawaida. Wanataga mayai kuanzia 20 mpaka 35, kisha wanaanza kuatamia. Ni ya uhakika ile formula 100%. Tunaitumia na tuna watu wengi sana ambao wameitumia, walishangaa, walishtushwa na yale matokeo mpaka wakaanza kutupigia simu na kutuuliza kwani huyu kuku amebadilika. Walijua labda kuku amekuwa chotara, lakini baada ya hizo siku, wengine siku 35, wengine siku 30, kuna mwingine mpaka siku 40, kuku ndo wakaanza kuatamia yale mayai. Kwa hiyo kuku wanataga mayai mengi. Na baada tu ya kumaliza kutotoa yale mayai, yakalea wale vifaranga, huwa anachukua siku 10 mpaka 14, anarudi tena kuendelea kutaga kama utaendelea kumpa kile chakula. Kwa hiyo hapa tukagundua kumbe hao kuku wa kienyeji ukiwahudumia vizuri kwenye kipengele cha chakula utaweza kuzalisha zaidi. Hasa ukiwa na hiyo incubator, basi utakusanya mayai mengi na utatotolesha vifaranga kwa wingi. Lakini eneo la pili ambalo lina changamoto kwa wafugaji wengi ambapo wanakosea ni kwenye chanjo. Jamani, kuku wa kienyeji tuwapeni chanjo za asili au za dukani, lakini tuhakikishe tunawapa chanjo, na hasa ni chanjo ya kideri na ndui, ndio chanjo muhimu sana kwa kuku. Lakini pia vile tuwe tuna utaratibu mzuri wa kuwapa kinga za asili kila wakati, kwa sababu pia nao huwa wanashambuliwa na magonjwa. Kwa hiyo tuwape kinga za asili, mimea mbalimbali, ambao ukiwa na hiki kitabu cha tiba za asili kuna mimea yote zaidi ya 30 ambayo unaweza ukawapa kuku wako na ukawakinga vizuri kabisa. Lakini pia tuwe na utaratibu wa kuwapa vitamini, ziwe za asili au za dukani. Na eneo lingine la 4 ambalo wafugaji wengi wanakosea ni kwenye kipengele cha mazingira. Hapa kwenye mazingira tujitahidi kuwawekea mazingira mazuri, tuyasafishe, tuomwage matandazo vizuri, tuwawekee miti, wanapenda sana kulala juu, lakini pia tuwawekee viota, na pia tuweke dawa za utitiri. Kuku wa kienyeji wanashambuliwa sana na utitiri, na hiki kitu kinawaathiri sana kwenye ukuaji wao. Kwa hiyo tuwawekee na dawa za utitiri, tuwakague utitiri mara kwa mara na tuweze kuuondoa. Na sehemu ya 4 ambayo wafugaji wengi wa kienyeji wanakosea ni kwenye uleaji wa vifaranga. Tujitahidi sana, ukinunua vitabu vyetu kuna miongozo yote. Hawa vifaranga wa kienyeji pia wanahitaji kupewa ile dawa ya kukausha vitovu, wanahitaji kupewa chakula kizuri ambacho kina protini nyingi kama ile starter ya dukani. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye hiki kipengele cha kuwalea vifaranga. Kama kinakupa mtihani kipengele cha kulea vifaranga, tunakushauri ununue kitabu chetu kile cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji au cha tiba za asili, na uangalie ni miongozo ipi ambayo utaifuata ili uweze kuwalea vizuri kabisa vifaranga wako. Kuna miongozo yote ya chanjo, chakula, huduma zote kwa ujumla utazipata kwenye hiki kitabu ambacho kinauzwa 10,000 tu. Lakini kama unahitaji hizi huduma zetu, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda sana.